Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mie sitaenda na gawi ya siku kuanza mahubiri. Hata tukue wawili tu mimi naanza. Kulikuwa kama kati moya village moya sitapasema. Mzungu mmoja akatayarisha mkutano. Wakatayarisha mkutano katika makanisa zikubwa. Baada ya hayo Wakristo hawakukuja haraka. Akaambia pasteri wa nafasi, inawezekana ayorganize vitu vyapata hapo, niambie nitoke Norvege kama ni Fred, kama ni Sweden. Uniambie nikini ubiri 10 na ubiri watu 6. Mchungaji akamwambia, baba mwalimu, itika kuhubiri hapa wenye unaona juba nendaka wanaongezeka polepole. Gisi mtu yuko anahubiri. Akasema aseme kama mimi siwezi hubiri watu mdogo hivi. Sasa hawa watu wepeki ubahubiri, mimi sitahubiri watu wapata pale. Sikia, kwa kiasi hiki alikosa mwalimu. Mhubiri akasimama, hakukuwa na panga mgumu na baba askari kila siku. Askari anahubiri hata miti. Na baadaye mkono wa Mungu utaonekana. Yes. Sikia nikwambie. Ya kwanza ni hubiri mfrancais. Bali niambia ni hubiri viti. Esho mfrancais ujikonsidere sama uko mbele ya watu. Wewe unaambia na mifano. Papa, leo tuko tunatoka chini. Nasema Mungu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Sasa kama upime hautaweza. Ya kwanza ni ubiri watu wa mingi, nilihubiri yangu Kasoko. Bali maana mimi naona grand show. Acha wewe kukomalia mseli pana sepake papa. Wewe unashukuru Mungu unapata mazao unamwangika. Itafika siku yenye aka kafasi kukapita hapo hapa batakukemea. So unaona mtu anataka traverse au msepake mwana mzuri. Kuna wao lupango hapo. Hapo observe ke. Vile lupango na mlango. Au utafika pale chambura kwa wewe. Au utafiachikia miguu pale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikuwa mnakiambia mchungaji ngoja nimalize ile ya mbele. Wakati ile mhubiri akasimama kaanza kuhubiri kwa nafasi ya mzungu. Mwalimu alikatika, roho Mungu alimshukia, upako ikakuwa mingi. Watu wakaanza toka mkarati. Wakaanza kui. Mahubiri yafika hata katikati kipande ya stade Elisha yale. Mhubiri anaanza kuandika kwa mapapie. Malize basi ile nafasi yako nirudishie nienda hubiri. Papie banaileta kwa shemasi na peperuka na mpepee. Mhubiri anaendelea, hakuna habari kama niko na mkata. Ikafika nafasi yenye mhubiri ilifale sasa aite watu wanaamini Yesu. Injili ilishaingia. Stadi ilishayala. Mzungurwe na muluma. Nilitaka niwaambie haiko milititide ndio Mungu anaitaka. Mungu anatafuta ndio umoja. Sema mimi ndio Mungu alikatafuta. Hakuna siku kutakuwa ka rencontre ya Mungu na watu yake aiorganiser pour rien, jamais. Wewe unajisimisha pata visa, nilikuwa napanga kabisa kuchanika Afrique du Sud. Nilikuwa nishaorganiser mikutano wa bongo papa. Tulipasha unaona ndio ane wa milele ase turusha grupu. Ushapata visa rudia mbili. Asa vie kwa nilifika mpaka Zambia. Na wa milele ase utarudisha migulu pa. Asa nilitaka nikwambie kwamba hii unaona ni neema. Na kama tunakutanana hivi, usizani Mungu ni mtabia yake. Haikuwa kimtabia ya Mungu kutananisha watu. Nilitaka niseme ya kwamba Mungu alimwita mtu. Na huyu mtu ambaye Mungu aliita ni wewe na mimi. Na upokee baraka kwa jina la Yesu. Basi kubloka kifanya mapenzi ya Mungu. Bipande bishuke basi kubloka kifanya mapenzi ya Mungu. Ya kwanza ile, ya pili. Ukionaka wakati yenye mubia Mungu, unapenda ujiretrouver, manake ulishala aniu. Mira rutili. Ukionaka huko mwingia mubia Mungu, me huko nataka ujipate mubia Mungu, make Mungu
iko na vyake, meweje ujipate mu yake, yeye asijipate. Inakulombo tu. Ukiona kuna kwa mu vya Mungu, mimi unakuwa na makomplicité. Sio kama tunaelewana. Mnakuwa kana manjama, tunaongea kitu, tusiimbe mkorani. Tutona kisi batapotre. Mimi nakwambia satu mnasema vile. Mbingu zinafungula robine ya bigene. Wanakumwangia, wanakulaani. Bilisha pale unakuwa nwale kiro. Wewe hata kuonaka tena. Kutubu yako na kupona yako. Unapaswa ndio na babako wa kiro. Pastor unamwambia unavi tukatushapanga mabaya. Wapanga kama tutovilia tena tukuchoke. Mimi naona bashukuru sana mnaitikana mimi nipo muziki. Nasikia bien. Ndio maana mnaona nikidisparaître kumazaba au prince kwa wala huyu bwana. Si mnaona leo alisoweka. Mungu ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Mwantia moyo kama unasoweka. Amen. Na kwa hili neno mimi nataka niseme ya kwamba Mungu hakuorganiza rencontre wala kutia pale kwenye huko kwa bure. Alipokutia pale, alikutia pale kwa shabaha na kusudi, na shabaha na kusudi yake anapashwa jirasure kama aliifikisha mwisho, alieneza. Mama, papa, mwenye mko mnanisikia, kaka na dada, mimi na bana pia londa bashoki. Mungu hakutuumba juu yetu. Mungu alituumba juu yake. Ukijisikia yako unaanza kunajipenda kushinda kupenda vya Mungu, maana yake unakuwa mfu. Mimi narudilia. Ukijisikia kama unaanza kujipenda sana kuliko kupenda vya Mungu, uko mfu. Siseme ujichukie, lakini isiwe kiasi uache vya Mungu juu ya vyako, maana yake unakufa. Mimi naendelea. Ukionaka unakuwaka mnyumba, baba yako anaombeanaka watu wanapona, mewe kigonjwa hauendake ya kuombea, manake hauaminie yake, manake uko sous malédiction. Haiwezekane Mkristo mwenye anasimama ni gonjwa nikose ibada. Jamais. Juu ya nini? Kwa Mungu ndio tunapona. Kisha kwa Mungu ndio tuko tunakimbia. Mungu atakwambia basi kwenda kwa magonjwa yako usitakuwa mtunza. Ile ya kwanza itapona ma strategy yako, eski ya pili itapona. Ya tatu na ya nne tutafute kwanza Mungu ufalme, vingine vyote tutazidishiwa. Bamingi balikuya tafuta kwa Mungu hapana ufalme. Balikuya kwanza tafuta vyao. Bakasabu kama Mungu njoo kwanza wanipasha tafuta. Njoo hapa maandiko yakasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, kisha mengine yote mutazidishiwa. Me probleme ekoloji wanabila shaka wa mingi. Wewe kilaani wewe anasema alibariki. Wewe kifungo yeye anasema nilifungula. Haiko kila kadenani wanafungulaka. Tunaendelea na somo letu. Mungu atubariki. Tuko tunaongea hii siku juu ya somo nzuri ambayo inaongea hii 30 jours Jésus ordonne de traverser. Yesu anaamuru, anaruhusu uvuke ngambo. Sema amina. Amen. Utavuka wapi? Utavuka mu business. Utavuka wapi? Utavuka mkiroho. Utavuka wapi? Utavuka mkarama zako. Utavuka wapi? Utavuka mwaka kesho. Usiogope baba alikwambia utakufa hii mwaka. Ce ne sont que des farceurs. The devil is a liar. Shetani ni muongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shetani ni muongo. Satan était menteur. C'est un menteur tout fait. Et d'ailleurs, le père des menteurs aussi. Amen. Mimi nataka niseme na wewe kwamba kwa kiwango cha kwanza tuliongelewa juma iliyopita, tafadhali, juma ya kwanza, na somo ambalo mwalimu Prince alikuwa akifunza. Juma jana tuliongelewa na somo lingine, na hili juma somo lingine likafika sawa suteme ya hii Jésus ordonne de traverser, ikaongea juu ya violation territoriale. Ni kasema ya kwamba
wakati hii nitaongea juu ya hii habari ya violation territoriale. Nitapenda nikufunulie vitu mingi, lakini mumifano juu elewe. Juu taifa lisipofunzwa halielewi. Nikakuwaka wakati mwani ngaliki mdogo, niko na rafiki yangu Pasteur Salomo. Shie Mungu alitufanya grâce groupe yote shapa wa pasteur. Na wakati anga nasoma medicine mu Jean 1. Ukimuuliza pasi unaambia Frère Salomo tumbi kuna niluma, anamwambia fasi gani? Namwambia hapa hivi. Anaanza kuambia unaona hapa kuna kwa ngozi, pale kwa minofu, ndani mko amo mishipa, unaona? Tunafika mle ndani nakutana na mashushi. Anaambia na mateli memedika, hautamweza. Kisha anakwambia mtumbutumbu, kisha anakwambia mwisho unaiwa medicine ni tatonement. Il faut ndi kwa nenda kulabo, wanafanya examen, njoo bana confirmer hypothèse ya médecin. Et sisi unaona hapa sasa hivi sana labo kukuponesha haiko facile. Asa papa Salomo mbona unisaidii? Niambia hakuna dawa yenyewe unaniambia. Mimi nataka nimsalimie kwenye eko, sasa atafanya hivi, atafuata hii video. Mimi naita mtia moyo kusikia nilisema ni Bwana tupagala, Mungu ambariki. Sasa na ninaamini kama anawapenda sana na wasalimia yake la leo. Anakuwa mchungaji hapo Amerika. Nilikuwa nataka niseme na wewe ya kwamba kuna mambo ambayo batu mingi hawakuelewa katika maandiko matakatifu. Na makanisa mingi hawakufunza hizi habari katika ufunuo. Walisifunza katika akili. Tutafungua maandiko matakatifu katika kitabu chetu cha Mathayo sura yake ya 8 mstari wa 28 hadi 34. Matthieu chapitre 8 verset 28 à 34. Chapitre 8 28 à 34. Tutaomba msomaji mzuri atusomee na mikrofoni karibu naye. Matthieu chapitre 8 verset 28 à 34, la parole du Seigneur. Amen. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, des démoniaques sortant des sépulcres virent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant les temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons prièrent Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. Amen. Amen. Utaenda unasoma pale kisiniko ninasema. Ninataka niwaambie hii Kifaransa haimsema mzuri. Ukitaka usome lakini hata ile Kifaransa urudilie tu venez-vous bien. Et voici njo kwanzi. Et voici. Ils s'écrièrent. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant les temps? Unakuya hapa kutusumbua mbele ya wakati. Kifaransa ingine msemaka vile. Kiswahili, nani mko na Kiswahili? Soma Kiswahili. Natazama wakapiga makelele wakisema, tuna nini nawe mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya muhula wetu? Basi achia pale. Ukisoma mkiswahili ingine ile ya Zanzibar. Ya Zanzibar unakuja kutusumbua mahali petu. Bwana Yesu asifiwe. Nilitaka nikwambie ya kwamba mahali petu na saa yetu ninataka tu kwa bimoja. Bwana Yesu asifiwe. Juu bako wanaonesha Yesu, zile pepo ziko zinaonesha Yesu kama hii nafasi haikuwa nafasi yako.
Unakuya tusumbua sasa hapa juu ya nini? Tuko na probleme gani shi na wewe mwana wa Mungu? Unakuwa mkartier, bengine wanakuwa mkartier, hawakie tusumbua huko. Lakini hapa kuna neno la kushangaza. Kuko neno yenye ukisoma tena mulesemee utaelewa kwamba hawa watu wawili walikuwa utupu. Walikuwa hawavai. Walikuwa uchi. Ukielewa tena utaelewa ya kwamba vitabu vingine vinasema ya kwamba unakuja kutusumbua mahali hapa kwa nini? Tuna nini nawe? Hii neno kumwambia tuko na deni gani na wewe? Tuko na deni gani na wewe? Tiba semeshi. Yesu alikuwa hayabambia A au B. Maandiko tu inasema kama aliingia ndani ya makaburi wakati aliweka mgulu pale juu, watu mingi na mazoezi pale. Hawa magera walikuwa uchi. Wakati yenye mtu ama mtu Mkristo hana tena Yesu, ndani yake iko uchi. Ninataka nikwambie hakuna kitu kibaya sawa kumkosa Yesu, kujivika dhambi. Haiwezekani ukawa ndani ya dhambi kisha niambie kama unavaa mavazi. Walio watu wa roho huelewa ya kwamba uko uchi. Huyu bwana wafu walikuwa kwanza odelea kwa wafu wa bwana vaa. Na mafilme wanatuchezeshazo uongo. Lakini ile pale na mfilme ule tunjo walionesha wazi. Balionesha kabisi vodastro yuko wazi kabisa huko nyuma. Kameramen aliingia nje nyuma zetu wazi. Bwana Yesu asifiwe. Ule kameramen alikuwa na etiki. Akaonesha grand anatapi kabisa kule ngambo kuko wazi. Ninakuambia jitahidi kuwa na Yesu mu maisha yako. Maana ukiwa na Yesu, wala Yesu akirestore identite yako, unavaa mavazi. Aba bagrand hawakuwa wanavala manguo juu hawakuwa na Yesu, balikuwa bado hawajamuona. Na ukiobserve mzuri, saa Yesu alifika ndio wanavala manguo, ndio sasa wanapona, sasa wanavala manguo. Na wewe ulikuwa hivi kabla hujaamini Yesu, wala hivi kama hujaamini Yesu mpaka saa hii uko ni. Hakuna viasiri vyenye unafichika. Bana kujua de vrai. Kama ni mulozi wenzako wanakujua. Kama unakuwa kamwizi ndugu yako wanakujua. Kama unakuwa msherati wanajua. Shie tutakono na nguo mbele yao waivalaki. Asifiwe Yesu. Tuna nini nawe mwana wa Mungu? Kwa nini kutusumbua mahali petu? Na muda wetu bado haujaenea. Wakati yako ya kutufukuza yaenea, jua tuyafika kukiama ya wafu. Sema amini. Utaelewa kama walikuwa wanamwambia ni mapepo za makaburi. Tunalalaga yetu hapa, tunachungaka kiama ya wafu. Tunachunga dernier jugement. Asa aenjo si tuko tunachunga dernier jugement, mewe unakuya kutusumbua kwetu. Yesu akupenda sema vya mingi. Angilisemaka angibambiaka munachunga jugement hapo mulingia kwa watu wazima. Mbona mwe kazi yenu ni kulala? Jumaiti haipashwe tena ishi mdunia wakati yenye ilisha kufa, inalala mbulongo bensiri. Asa koma eske muko nasema niko na basumbua na wakati ya enea ya kubajije. Et pourtant muko mnasumbua watu. Nilikuya ni banyanganye hawa nabo waishi urizi yao. Amunielewe. Yesu alikuya restore identite ya bale benda wazimu be balikuwa wanaishi mule mu makaburi. Hawakukuwa wenda wazimu juu walitaka, lakini sababu pepo za makaburi zilibavamia zikawaingia. Neno likatimilika, nilikuja kutafuta kondoo iliyo. Haleluya. Eske via aende itafuta? Anafunga safari mpaka kwa makaburi.
Kuna wanga kule hapo watipe wawili, beba wanashindana na intimidate watu. Benye wakifika tu, watu wakipita pale, bana watatizaka. Mkie observe, mauditoires za mingi tulisomashe wote universite. Tulikuwa na bagahanga mwanani mauditoires. Mkie observe kila auditoire na wana ba indiscipline. Hii ane fulani yana waka vrai discipline wetu. Mkituturuleshe ba mjene fulani atatupigia ndio atabatukana na basukula. Hamkuona ba vile. Mwenye auditoire hakuna mwanamkaramkia, kwa yaka pia anajisikia. Mafamilie mingi biko na badeleka yao, bebanenda balipisha hata madeni. Hata ni familia ya pasteur, banawana vrai fou mwenye mkibakoroga, bana batumia ule. Shataka sema hatukumutumba. Majamaa zingine ziko na wale banalipisha madeni. Na wale banayowapa na madeni. Unanipa deni, mimi naitaka. Nikitoa na ide ya kukukula nisikulipe wala nigawi, banaka batanitumia fulani. Ule fulani yana kuyaka, anapia deni yenye ikwe yake. Ushona mtu anayala ngula madosie, pale banakuaka. Wanakutana mtu makati mama gira, maana mali kula nyama watu ya deni kubusheri, akagawia. Mama yake na mwenye usheri akalamukia nyumba ya yule mama. Mama unipatie ile faranga 6 ndatosha bisai. Tukasikia kile kimele kinayama. Iyo wananikataza sema. Mtoto wangu ananikulisha kama njoo hivi. Wewe utanikulisha ule mama yake ndazi kopesha mbavu aze kama ndo sivyo la mikia mkartie. Bana ni kama tuna 1 kilo. Hii watu mingi walikuwa logopa ipita. Juu ya nini? Kuna kuwaka wenda wazimu wawili ambao usumbua watu. Mshamuka mwenye haogope wenda wazimu akakamata ile njia. Iko sawa wanafunzi wakasema leo lwetu lutaimbwa. Jua lwana na tuvia naenda defo bana zamani ba XDZ. Leo tutaita Mungu moyombo. Mwachi yapite mbele uvie. Mwachi Yesu na kila tinguru. Ifo apite mbele. Anafika. Bale bagira wananyangula machiwe. Mission inaanza. Wakati kwengine batu wako wanaona kuliko naona danger. Yeye Mungu wala mtu wa Mungu anaonaka kwa opportunity. Mimi nataka nikwambie, mtu wa ufunuo haonake danger n'importe où. Mtu wa ufunuo haone danger n'importe comment. Hana macho sawa ya mwingine. Yeye ana ufunuo, analenga kitu gani? Kila alichokilenga na kila anachokilenga mpaka akifikie njoo atanyamaza. Amen. Acha nikwambie, mtu wa ufunuo hapashi ogopa majiwe. Yes. Leo majiwe ni nini? Ni maneno mabaya tunapiwa. Leo majiwe ni nini? Ni kusemeka na kuharibishiwa heshima. Ukisoma maandiko mzuri, utasoma na utaelewa ya kwamba katika kitabu cha Mika maandiko yanatuambia kama tusimtegemee mtu, tusiweke hata tumaini kwa kiongozi, maana mwana huaibisha baba na binti huaibisha mama, na binti aliyeolewa huaibisha mafyae. Yaani adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie. Mimi nataka niseme hili neno, niwaambie ya kwamba adui yeye wakati iko anakuona amo, wala wewe wakati uko unaona mwingine danger, unaniona amo danger, Yesu kunaniona amo opportunity. Amen. Pale kwenye watu walishakatala kwenye hautainukiaka, njoo kwenye Yesu alishatosha projet. Yes. Bali sema utapanda. Yesu na alisemaka nini? Mbona maneno yenye watu walisema njoo uko unapatia pale kuliko maneno Yesu anasema. Watendo ambalo Bwana amekwambia ufanye. Unaona mie bali nitia mie mwenyewe mistaweza uko plaintife ku niveau yenye haiko ya huko. Juu wengine walishindwa, unasema utashindwa. Yesu anakamata njia
ya riske. Juu ya nini? Aokoe tu mgerasi. Anaitika njia ya riske juu aokoe mgerasi. Ataokoa mgerasi namna gani? Atametre en danger, jana nilisema, personalite yake. Niwaambie kwamba hakuna kitu kinaenea sawa reputation. Ndalomba mouvement zipunguke, mnafanya mouvement sana watumishi hapa. Arrêtez-vous. Mimi nataka niseme hivi. Anatia kwanza en danger reputation yake. Et pourtant, mubyote vinye manadamu anachungaka na valeur, anachungaka kwanza reputation. Yesu yeye akaipoteke maisha yake. Kama nilijue watanitwanga, banitwange haya. Lakini leo ndaokoa mgerasi. Haikutoshi. Ba 12 disciples, yani wale wa mitume 12. Bana represente nini nyuma ya Yesu? Bana represente projet caché ya Mungu ndani ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Bale 12 bana represente projet. Juu walikuwa wanapokea mafundisho usiku kucha. Walikuwa wakipata mafundisho. Lakini nao anawa expose. Wakati Mungu anataka okoa, ana expose kata reputation ya kanisa mzima. Jutu mtu mwa okoki. Hapo yani inawezekana mwa hii karti baite kanisa ni abalozi. Inawezekana waipange jina ya sekta. Inawezekana waipange jina ya bafarisee. Inawezekana wasituaminie. Inawezekana tufukuzwe. Inawezekana tukataliwe. Lakini ni juu ya wokovu ya mtu mmoja njoo kanisa likuyaka hapa. Haikukuya hapa kugabula makanisa. Njoo maana ilikuya mkartier, haikuenda mprincipal. Mwana zana tulikuwa sasa franga kwenda principal. Simama yote anapangisha ile bora yake. Atungingiamu. Sasa Belvedere ngali sala ya fete nama ningia Belvedere. Si banaanza kwepi. Hakipitia mu kanisa. Niko nakwambia ilikuya lenga mtu hapa. Yesu naye alikamata riske ya kuexpose reputation yake, kuexpose la projet yake ya mzuri alikuwa anatengeneza. Yaani wanafunzi akawatia wote mbarabara, twende leo, twende. Hiyo sangi mwambia tutenda leo mule mwenye kaburi. Bange mwambiaka aenjo unaenda tupitisha kule. Unasabu yenye mgerasi anafanyaka. Nani wale baenda bazimu kule wanafanyaka. Jukale kainchi kawa gerasi. Kalikuwa kalikuwa na ile kaburi. Na kaburi ndio ilikuwa mwanzo ya mwingine. Sikia sasa nikuelezee. Usipoitika riski ya kukurwale kwenye Mungu kwa nakwambia. Mungu hata kama nataka riski ya kufanya lenye unataka. Si tu ne peux pas prendre le risque de croire à l'Éternel l'Éternel, Dieu aussi ne prendra jamais le risque de réaliser ce qu'il t'a promis. Il faut prendre les risques. Il faut accepter les risques. Batu mingi abako wanafanikiwa juu ya nini? Habajue kukamata mariske. Banamwambia kazi iko Kamanyola, sema niende mwele jua, utakula. Qui ne risque rien n'a rien. Batu mingi mwa hii dunia, bako nataka baba dorlote, babu wembeleze. Mungu atumikake vile. Wangu Mungu anatumikaka na bariske. Bale banajuaka mettre en danger reputation yao. Njoo venye Mungu naye anainuaka. Si baadaye maandiko natuambia kapewa jina juu ya majina yote. Ona zanangi lipatiliwana kuitikenda pigana na mapepo makaburi. Njoo hapa sasa violation territoriale inaanza. Juu ya nini? Jana niliwaambia hairuhusiki wala si kila pepo litaombea wala
kuna viwango vya kuombea, kuna viwango vya mapepo ambavyo vyenye unaweza ukaombee na vile ambavyo usivyoweza kuviombea. Vina watu fulani ambao wamepakwa, wamewekwa wakfu kiasi kupigana na zile hewa. Amnielewa? Hauruhusike. Kuna wakati na pepo zenye unaweza yani, ndakupatia ngambo mbili ama mvipande viwili. Kipande cha kwanza, hawa ambao ukimbilia ama kuombea ama kupresipite kuimpose mkono mahali ambapo hawezi kuimpose. Kuko unawe papa, kuko pitaji na upashe ombe. Et pourtant comme mtumishi taniambia njoo itajikana. Banafunzi ya Yesu njoo benye banakimbia banenda banaomba marabe ile siku pepo azikuwasikia. Banenda banauliza bawabu vie marado tulikiemea kujina yako na tukafanya yote pepo haikutoka. Yesu akawaambia pepo za vile zinatokaka kwa maombi na mafungo. Sema amina. Au sikie kama kuombea iko na madimension. Na pale anawafungulia tu ndio jeune priere. Vingine haendeleshi. Kuomba na kufunga. Kuko mahali penye kuna pepo yenye ukikuya ombea mu precipitation inakupiga. Na Mungu atakuacha très bien. Juu ya nini? Ulikosa hekima. Jambo la pili, kuna pepo ambazo siziombee sababu haukujengwa kwa kuziombea, wala hauna mafuta ya kuzifukuza, hauna manda ya kuziambia ziende na zikaenda. Ukiingilia zile pepo vile njoo wanaitaka violation territorial, unaenda kemea benye upashwe kemea. Hauna manda ya kuvifukuza. Wewe unavifukuza kwa jina ya nani? Njoo wanakia wanauliza Yesu, na hivi vyote venye huko unavifanya kwa matakwa ya nani? Directement banatamuuliza nani alikumandate kufanya vyenye huko unafanya? Qui est ton père spirituel? Uko na mwanga uko nakimbiza mapepo kuruhusa ya baba gani? Tuko tunakuona unabatiza mkartie. Unaruhusu nani anatumo batize? Hapa tunaenda kwa nafasi mbaya sana. Unakuya tusumbua kwetu na yako wakati yetu. Manake il fallait respecter procédure. Papa ule haezi respecter procédure. Ha respecta ke procédure juu ya nini? Juu ya ndio mwenye domaine zote. Yes. Balitaka bamwambia respecter principe et pourtant principe yote la mrespecta. Yes. Balitaka bamwambie kama pepo zoezi amnielewe. Hizi pepo njoo kwetu hapa. Unakaa tufukuzie hapa nini? Mimi na pia sasa. Yesu akuzifukuza aliziamuru sitoki. Sema amen. Na zililomba permission zingie mu manguruwe. Pour dire que ça yenye nguruwe ça yenye bali mugerasa taenda zitarudia mu domaine yao. Nguruwe zinabakia zinazama. Nguruwe zote zilizama. Lakini mugerasi akafanya nini? Na mugerasi alipopona Yesu anamrudisha muhaki yake. Juu ya nini? Yesu apashe heshimia procedure. Hakuna balaa sawa kutafuta kufundisha Yesu principe zake. Mwanzo ya hekima yote ni Yesu. Ukisania wewe utakuwa na hekima kushinda Yesu huko kwa balaa. Hakuna laana sawa uzanie kama uko na mafundisho ya kufundisha Yesu. Bahati mbaya ufike watu washazo yao na apende mafundisho. Mimi na baba ni kweli. Na njoo maana watu ya mahitaji waponaki abaishie mahitaji. Leo anakia babu niombe bako nalifinyaga mgongo. Unaomba. Umeata hivi. Anaenda. Hayapona. Jua nini? Hayajua maprincipi. Hayajua kama Mungu anatumika namna gani. Yesu alitaka arespecte heshima ama principe ama ligne de conduite ya kusema
hapaswi kuyaombea pale. Yesu akavuka mipaka, yeye akaenda paombea. Lakini mimi nataka nikwambie, ni ukweli kisi iko ndio vile tunakuwa. Lakini tuheshimu mipaka zingine. Bahati mbaya tulishakuwa nao leo bwana Prince. Mtu akilia mchumba maombi mara 2, anabebea profeti Biblia mara 3, kesho anakuwa na ilite. Anakuwa naye mahitaji. Batoto wanakaramuka siritu nguva kama walikula pepo gani, kama nini libaingia. Bule mshene wote ushababu dati. Tudati tunahala Bukavu, hawezi comprendre. Badati hao na note ilikuwa imesha mangimba kwa watu wa Kristo yao. Dati hana Mungu. Iko na Mungu lakini hana mafundisho. Dati hauna problem. Hauna ndio mafundisho, ndio maana na karamuka bwana dati. Maifadha toka hawa nabii bana tuadhibishia mwingine. Hii ndio wanaita violation territoriale. Ule grand attaque na pasteur mjini na mheshimiwa. Bilongo na 10 ans. Au yakisha takeza, malichwa sumi na magharibi, wote walipokea sawa. Chie wote tuko watumishi ya Mungu, hatuko kwa dimension moja. Bana kwa kama jeshi lakini kama wakapora. Yatawaumiza moyo lakini na ni ukweli. Hata ukue fie mweshazana watoto 6 hautakuwa sawa na mamako. Inyake murayome ya waprofeti njo watote wanakuwa wadati. Shamba ya ninzi kila mtu kuna mandevu. Bako saadabu waporo. Uliomba miaka 2 tu nageuka profeti. Uko na shangala na bumizilima nabo bunachirokokesha, njale lisa kupiga, jua mizilima wezi fungula mosike n'importe comment. Unende fungula leo na gabula mosike nyora wanachoma kesho. Jua ya bajali nini? Aba tipe wanayaka kama hii kitu ndio nafaa kazi. Wanayaka kama futi ndio inaweza kusaidia. Bwana Yesu atusaidie. Banaanza kupagala kichwa na santi. Kama wenzako anamkiemo wa msikiti. Ndio na msikiti asiweza tu. Bila ligabula msikiti ni wajaji. Dada ya maagano wanasimamia. Wao fea kwa msikiti. Bata kujembu kutajikutana ule osea. Mifupa yako itakuliwa na samaki. Kwa poronjo kukoimiza. Hautasikia wa Katoliki wanasimama, anasimama mvake kanisa ya Katoliki. Juu ya nini? Hawasemake wewe roho aliwafunulie. Batipe wanajazwa na ufunuo ya masomo. Sagesse. Kesho ndakuwa padiri. Bubatire kwa kulala na lamu uko unakuwa padiri. Jamais. Wende soma filosofi, usikie tudanganya kesho Mungu ndio alikuambiaka. Bengine biko unapata wazimu, aseme ni roho Mungu ndio alimwambia. Ni roho ya wazimu, pepo zimemwingia. Alikaramukia kwenye wakaramukiaki. Anapenda wamuite dati ya asubuhi. Japo aliokoka jana, alikuwa analala na dadako. Kisha hayatubu, anageuka papa pasteur. Koma kwa jina la Yesu. Nani walikwambia kazi ya Mungu ni pubeli? Niliwaambia nyinyi mkuzaliwa mseli pana sepaki. Mungu mnashukuru Mungu. Shema watu na mwana yoka loba pasteur. Tulisusuka. Hawa ya kusemea hapo bongo njoro ikulumi. Tena watakukalisha wazee 12. Hamna hata mama huyu. Tena bote biko na maivi. Na wengine kalvisisha vimambaza mshini. Batipe na wakalisha pale makope leo kumweupe. Kiana habari gani? Japona ubiriaka, mnasikia terme wanakuita kijana, habari gani? Zero mtumishi. Mimi nasema zero mtumishi. Na wale mavie akikuombea hata sema Mungu gusa mtumishi wako. Bwana ninaombea kijana wako. Hata kijana wako ndio gani? Atakuita naombea kijana huyu. Wewe unajiita dati na kijana huyu. Yeye mkukomalia mwele machachi. Njoo mtaniambia. Hii makanisa yasipake kugeuka pastor haikufasiri. Sashe. Ya kwanza mimi naambia mchungaji wangu pea sonani. Mundie pastor Katabana. Analala Mungu asifiwe. Tu alirudia kwetu nyumbani na mimi namkutaka. Mzee, mimi nakamwambia yule nilifunuliwa kesho. Nikasikia ufunuo moja neno moja kikwenda niingia. Nifundishe pastor. Asema nake unataka sema nini?
Asema vie ni nataka unipatie nafasi nitoe. Zamani shatukulia kwa Kiswahili alasi ya kubashiri neno. Toka pale. Nitoe neno. Pastor anasema asante sana. Inasema nini? Baki nisemi kwa nini niko nafunuliwa. Mimi naanza kulikole, juu ya boga. Mimi na maana alimisha na ufunuo nilipata. Juu mchungaji alikuwa anauliza. Kesho ananiambia uanzike papi. Anaisoma. Shana kukalisha pale. Si Mungu aseme hivi. Roho Mtakatifu aseme hivi. Sawa. Na kwa siku nilikia mletea ujumbe akaniambia ulimuona na ikala ama alikuwa anasimama. Leo niambie alikuwa namna gani? Utasema Roho Mtakatifu ulimuona? Si ulisema kama uliona ulikuwa unaongea naye. Sema sasa alikuwa anafanya. Motoshe ukaramusi ya Mungu. Hili ni manipulation territoriale. Utakufa mbele. Biko hai. Hoa wanabii yuko pasuka matumu barabara. Maandiko ukisikia mtu alianguka nabii akafanya accident. Mimi nirudili mbele ya television. Nabii mwenye anafanya accident avunjika na kufa, manake hakukuwa nabii. C'est hors la Bible. Dieu respecte sa parole. Maandiko yanasema mifupa ya manabii Bwana anaichungaka. Mfupa ya nabii haivunjikake. Joshua alikamata decision ya kuvunja normalement Yesu na mifupa kumsalaba juu poa inakie yule akufe na kuchoko na kufe na maumivu. Decision ikashanje. Il fallait neno la unabii litimiliki. Bakaingiza mtu mkuu kifasi ya roho, damu na maji zishuke, jombi na wewe tuokolewe, lakini mfupa sivunjiki. Banabii vingi biko wanamalizika na karamusi. Na pia kinanenepa kinakulava Kristo. Kwa kinajipata mu watu ya Mungu. Mkome la nabii kwa jina la Yesu. Wewe unabia kwa uchunguzi wake. Leo nilijia sasa hawa wajiitao madadi kwa jina la Yesu. Bakuite dati lakini unaimerite. Pana kata kondoo nikia. Unaenda towesha watu makuta zenye hawawezi pata. Nani alikwambia wanakulia Mungu deni wana profeti? Mungu aseme umtolee, Mungu aseme umfanyizie sadaka. Koma, Mungu si maskini. Mungu si maskini. Leo wanaweza brade Mungu. Kila kanisa na ujumbe hii muiweke. Kila kwenye mulibrade jina ya Mungu mupate fedha. Sile makanisa ninaongea kama nabii hapa. Simefunga kwa jina la Yesu. Bole muunga wa maombi. Mimi alishawina anauza magari. Naposikuwa na karamuka anasema injo kampuni yangu na mimi. Koma kwa jina la Yesu. Chunga magonjwa yanakuja nyuma mama prophetess. Yatakumaliza usipotengeneza. Rudia. Sikwenda mahubiri za haleluya amina. Sina lazima grafiki. Sikwenda hapo. Niko natumika yangu. Akideside kesho nirudie nyumbani narudi. Lakini hakuna nabii matapanga kapla ya mbaya kuniwamisha tu. Shia. Au siku mtoto wa bwendo. Babangu analala na mamangu. Wewe hautanitia chini. Mungu alipesida kama mwetu mimi nasema. Tuko mamingi sana. Ukikwea magana ngono watakusemesha. Tena niko wa mwisho wa wote. Kuna baki hata mwa chini yangu. Na wala tu na Saint Esprit. Kisha na prince mtoto wangu. Ukinigusa prince atakunipigia juu nini kwa mfupi yenu wa mrefu. Mimi nasema mimi siko acheka. Mimi nasema na nguvu zote. Hakuna balaa sawa kutafuta yako mvya Mungu. Nani walikwambia kama ilifo ingie mkorale tu olewe? Toka. Nani walikwambia aseme utoe sadaka? Njoo pepo ilikuwa inataka pardon. C'est hypothéquer le nom de Jésus. Lui, il a hypothéqué son nom pour nous sauver, mais pas pour attirer de l'argent. Joma alienda bila nyumba. Joma alienda bila viatu. Joma tipe alienda bila nafasi ya kutia kichwa. Hakukuwa mjinga sana kwa nenda kula kwa Lazaro kila siku. Mais alikuwa na preserve heshima. Manabii leo chunge heshima. Uchunga pesa na fedha na heshima zao watatupa pembeni. Papa prophet, malaika mwenye anakuingiaka ukwenda kunywa whisky hawezi kukuingia sasa uiache.
Enyi madadi, komeni mji huu. Tunataka inuka kiasi kwamba mtakimbia mji. Tunakuja na moto nyingine. Mulisimama na sie tunasimama. Nguya contre nguya. Parole contre parole. Pardon. Batoto bafie wanaishia mbyumba ya maombi na wadati. Pasta nalala watoto na kumataka. Muni urumie niseme ukweli. Ushoga umeingia hata patakatifu. Minaongea. Msilolijua ni kwamba hapa mjini kuna mababa ambao ulilala na watoto wao ili wapate pesa. Lakini mkanisa unatoa masadaka wewe. Mpagani. Unasema sadaka zinaokoa mtu. Sadaka. Anasema waletea hapo Pastor Prado, isahau kama nilala na fio wake. Wende tengeneza, usipoifanya kuzimu utaenda. Watu wanaanza fia president, watu wanaanza fia cheo. Hawafie tena Mungu na huruma ya roho. Sawa na msalimia. Balale hata chini balambule viatu kush. Toka. Nani walikwambia kazi ya Mungu ni kazi ya kujipata ndani? Fanya vya Mungu, Mungu atafanya vyako nyuma. Fanya vya Mungu, Mungu atafanya vyako nyuma. Kanisa sawa hizi hazikwake ya watu. On n'a pas besoin des gens. Nous avons besoin d'une seule personne. Mwenye kwa naenda mbinguni. Tuna haja ya waenda mbinguni. Sisi ni wale wanaoenda mbinguni. Sisi si wale watafutao fedha patakatifu. Sisi ni wale tutajirishao watu mbele zetu. Ya kwanza nitaitwa Gadi. Batoto wetu pale ndio walinitai. Mungu awabariki, je vous aime beaucoup. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Na mimi nawaza hamna boga kuisema. Niko Dadi. Yes. Ni miaka ngapi tunajuana? Hatukukoseana yenye vitatuma roho zichukiane mpaka milele. Tunapendana na tutaenda mbinguni pamoja. Sasa je vous dis, baraka zenye ziko atashi kumgongo yangu watoto ya mama Olga wanapaswa ziishi. Amweke nisitumikie Mungu. Lakini mimi niko nasikia uchungu. Batu wako wanafanya banavuka mipaka. Banavuka mipaka isivyokuwa halali. Pasteur mwenye katipe kanazo bibi chana. Me haezi chukia weke hapo mchungaji kama unga mkono. Papa, mwa hii dunia mwene mnaelewa. Baba Joseph, hata bikuwe hata ukwe mchungaji wa nivo gani stafa hii mbele yako. Sahabu, hata uanze tembea yule ya mai. Niko na pale mu maisha yako ya kiroho. Haiwezekani nifanye hivi. Kibe niki. Nani atainua, nani atabariki nani? Uko na ruhusa ya kuambia pastor wako Mungu akubariki. We. Hawezi ruhusa una ruhusa ya kuambia pastor wako Mungu akubariki. Yeye njoo na Mungu mwenye atakubariki. Wewe umubariki otelema, usimamie tena Mungu amubariki. Mwana kwa pertirwe. Niombee ni mzuri, lakini usinikirie. Kiri na mfuko. Sema baba ukonye mai yako. Pale ukisema Mungu akubariki ni kweli. Juu ya nini? Juu Mungu anakuya kwa matendo, mimi nilikuya kwa maneno. Mimi nakubariki kwa neno, naona kurudisha neno. Kinaingia. Mimi nataka kanisa la Bukavu lisikie hii neno. Tunateseka sana na hatukujua watu walitusumbua. Reveil ni kuyaka. Na reveil tena ikakufa. Na tena nataka kuya. Na wakuzimisha hii reveil si ya muona. Mungu yuko na decision ya kulamusha mchi. Hauna haya. Batili njoo mko naongelea vile unajisikia vraiment. Jana mkisema mtafuta video ya jana, mtakuwa shoke. Toka mkanisa lakini usitukane pastor wa pale padi.
Achana na mama muombaji, mimi usiende na mwikalia. Alikontribue quelque chose mu maisha yako. Hapana mwikalia kiasi hiki. Hii ni manke ya discipline. Hii ni manke ya discipline. Kukosa discipline inatuma tuko tunafanya violation territoriale. Niko nafanya, njoo tulisema nini Kiswahili? Uvamizi wa mipaka. Tunavamia mipaka pasipo kujua. Unaingia mipaka zisizokuwa zako pasipo kujua. Halo. Ile nje natuma pengine kwa kukosa hekima anavamia mipaka za mchungaji, anateta mama pastor. Uvamizi wa mipaka. Ile njo ilituma ukakula meza moja na mchungaji Tanzania mnakuwa miaka moja. Meme kwenda umulombe pardon uji expliquer pourquoi ulifanya hivi. Hawezi. Kuko batu benye banakuwa ba indiscipline depuis mudamu. Mina rutili. Kuko ba indiscipline, damu yao inamwangikake kwa nasema empoli. Tena takia mwangalia ni wa mubaya. Foto yake inaweza nyamazisha mtoto. Juu mtoto akilia sana banawaambia celui-ci va te manger. Bala nyamaza. Toto anayama sana, analeta ile foto ile mtu anambia, "Huyu atakukula." Pale mtoto anafanya nyamaza. Juu ya nini? Foto ya mbaya sana. Na mtu alikuwa mpiaka sana. Juu leo anabarikiwa, anasahau na kwenye alitoka. Uvamizi wa mipaka. Aminini ya kwamba maisha ya kiroho inakuwa, lakini na mipaka ndani yake. Katika maisha ya kiroho pana mipaka tumewekewa. Haiko juu naombaka njoo taombea kila mtu na kila kitu. Suma kwa mama wa nabii bana kwa ba impoli ba mama ba prophetess. Sauf tu dadangu njoo kwa hivi. Bengine mtu hivi nayo. Yo. Banabii bakosa adabu. Leo na vivuruga. Jani ni banabii mingi banamke ababena babwana. Niko naangalia kamera tutavurugana. Juu ya nini manabii wengi wanawake hawana waume? Sote Bwana alishakwepa. Haipasali na mkazi. Anaogopa kuzada kwa yule mama. Anazania anaombea papa ya nje na tombea na bwanake na pige magoti. Sitapiga magoti mbele ya mama Janice mama pasteur. Jamais. Biko hae. Presi siku tunakutana mbele ya bibi yako asije alifunuliwa jana na kukutana kwa hivi mimi nakutenga. Bien. Ndakutenga bila baraza. Unasikia kwa wa kwanza. Inataka watu bila nakoma. Amen. Watu bila simama. Non, ma femme prie beaucoup. Et bon, ce n'est pas grave, elle est aussi servante de Dieu. Voilà. Ça, tout le pays à ma gauche, tu as petit. Moi, je vais dire, mais tu as dominé, mais on a dominé. Tu as dit, pasteur, haïkwa qui est féministe. Mie, moi, je vais nous couler. Moi, je vais parité. Hii ni information na bafati. Tukifika mule jogo ya kusema ni mie. Sasa yenye atasema manake iko naongeza kuyangu. Kunipinga hakuna. Leo tuambiane verite. Heshima, tuheshimie neno la Mungu. Kiasi kwamba tupone. Tukifika nje, musosiete, atuongee. Mkonte ya banki atasema. Jukonte ya banki ya nani mwetu ina. Yeye atasema. Mago mporte aseme saa yenye ni kutoa madecision za jamaa moi qui parle. Mimi nataka niseme ya kwamba kwa kuvamia mipaka bamama mingi wakageuka manabii. Walipofika kwa karama za unabii wakazania ya kwamba wanakuwa wachungaji na waende mkanisa. Ba prophetess na ba prophet abapende kanisa. Banajidanganya kila siku asema Mungu aliwafunulia. Pourtant iko kila siku Mungu aliwafunulia. Maandiko yanasema tunapaswa funzwa. Hata kaneno kanajaa maneno mengi ndani yake. Heritage inapaswa kurudilia. Sikia.
niko tuna kuexplike uvamizi wa mipaka. Hapa nikikwambia katika hizi habari za uvamizi wa mipaka, unaweza vuka mipaka na uko mndoa. Unaweza vuka mipaka na hauko mndoa. Aenjo kamutu kaselibateri kako analala na bafi. Nani malikuruhusu wazi kwa la mwanamke? Babako, mamako, leta nani? Uvamizi amseme bien. Uvamizi seriosite niko na niogopesha, siko msalo, niko mkanisa. Kweli kabisa. Kwa kuvamia mipaka, niliwahi kuona garso mwanambia babake natenda kufeta wakasae. Besanga chemise ko. Babake azi chemise ya leo ana eza na portemanteau. Tipi akashuka ku portemanteau na chemise ya babake akalipasi. Akalata kenda kufeta. Chana ngala se vie. Sapato na ngeke sitengami. Babake asi nini? Besanga sapato na wana ya rouge. Mokoto ana kendo ta tika na mapia mokoto ya babaki. Uvamizi wa nini? Haleluya. Leo mtasikia amen. Wengi batu ya sipe msiba likatalaki enda rizi. Haikukuwa parazara. Ukirizi tuliwaambia nako mu mafundisho ya urizi. Kuko makati yenye kuko kutime zenye ni za mbaya. Kutime banakulizisha wewe ofisi yene. Mamako nefa akipige magoti. Asema kia sengera bamushi mutukome. Ile ni bulozi mko afanya. Mutukome bazi. Mama nipigia mtoto wake magoti siku gani? Mbona mko tungizia bulozi mwingine na hatuna habari? Kwa kuheshimia kanuni. Na wale wavie ba pasteri sawa zamani. Heshimia sheria ya kabila. Yo papa anabeba diabete ya babake. Mama taanza kwa namogopa tipa tozisha manyumba yote ya jamaa wenzake watabakia yatima bure. Mwana mko mnaelewa. Sasa mlinipigiana wote leo mchishumu leo kanza uzisha manyumba ya jamaa. Si mliniambia uko mshefu. Papa urizi sitapiga magoti. Vie babangu alikuwa ananifanyizie hiki na wewe kwenda nifanyizia vile. Magoti yangu chini. Koma kwa jina la Yesu. Ndaitwangia Yesu kala chini na maulizi yako ya mlozi. Kichwa kinafunguka. Tutaelewa leo. Ile ndio wanasemaka uvamizi wa nini? Bara mama nakufa. Banarizisha vio wake bamushi. Bareka mnakuwa habi. Nyama kale. Tena wanawarizisha na mpanga. Ndio kuonyesha kama hapa chini. Beba. Kwa bamushi zero. Muti na mkuki. Ndio kusema nini? Tutamalizana mioyo. Na tutamalizana. Hii muti ndio maana bachapa kila leo. Simi ndio chef na hii mkuki ndio maana wengiza kumoyo kila siku na waumizi. Mimi sitaki. Kama Mkristo nitawaambia na kama baba hapa. Kuna mahubiri ambayo msingependa. Kuna injili ambayo mwache nje. Kuna ufunuo ambazo hazitakanyaga hapa. Sababu gani? Sababu watu wa hapa watakomana sana kiroho. Baba anapigia fie wake magoti. Mama yako alikuwa ananichunga hivi. Kesho baba anaanza kuona fie wake anasikia tamaa. Sio piga magoti. Exact. Unarizi mama, ule ashakuwa mama. Na hakulizi au sawa na mlichoro piga magoti. Maana anatoka bibi yako. Banduku eske tunasikilizana. Akili zitengemane. Kukua chef wa familia ile ilikuwa Mungu wetu. Kukua chef wa jamaa haiko tukuabudu. Utabakia prince, tunabakia na Jackson au naendelea na shito naendelea. Tena zingine zikatumaliza kuamushi. Ase ojembele abali nyuma bagushi. Pardon. Mkiswahili wanasema basi wende mbele tuko nyuma. Unaipoteke avenir mzima. Maisha yote unaipoteke. Sio nimwambia aende mbele utakuwa nyuma yake. Nani mnakwambia useme? Juta atakuwa deputy, siko nyuma.
nami hata Felix Tshisekedi ni president wetu. Siko nyuma yake kweli ya Mungu. Tuko linye mwa anaenda na mimi niko naenda. Ni mwingine watu wote wanafanya nini? Bana avanza kama nini na decision. Yeye ndio iko na decision, lakini siko nyuma yake. Papa superviseur mkazi, wewe kama wewe ndio superviseur, niko subalterne yako, lakini haiko kila kitu yote niambia ni etiki. Chuba na mke walionelewa sana kwa makazi ya matura $100. Tatumika mpaka 19h. Tu vas travailler jusqu'à 22h. Aujourd'hui, tu as vraiment du boulot. Hein? Pole sana. Je vais t'amener quelques beignets et je crois que uko na cafetière ou monsieur ya kumbe tipe kwa nachunga magari ya kutungisa. Agioke wanaki. Toka na ile maprincipe basi superviseur tulishachwa vyenu. Hii ni uvamizi wa mipaka. Haiko kila bibi njoo bibi yako shefu. Haiko jua likupatia tusimamie, njoo usimamie na roho zetu. Shuka, calm down, please. Shuka chini. Bana wanakupatia ushefu na tawala juu ya kila mtu. Leo niliwaambia kama kuna watu walishakuwa indiscipline mu dimension za mingi. Unapita bako unapandisha drapo au simama. Unavuka nini? Unavamia, sheria itakurekebere. Lakini siko na kazana, sitasema ya kimwili. Niko naenda jombo ya kiroho, mimi niko njoo mtumishi wa kiroho. Na kufunza ya kiroho nisikuingize mwere. Amen. Ya kiroho nisikuingize mwere. Leo choka wanatualia mwingine. Aka kabukavu kana yala banani njoo banani bashoga hapa banani ba pede. Tena ba pede bukavu bako mago. Shia wafranga ba pede. Ba pede mnavamia mipaka. Ile ndio wanaita violation territoriale katika ulimwengu wa roho. Mungu mnamtukana Mungu. Mimi nawaambia ya kwamba mumelaaniwa. Yes. Hivi tu. Na jene wa mingi Mungu mnakimbilia Kampala tukambiana verite. Ba jene mingi biko nakimbilia Uganda na Nairobi kutafuta mavoyage. Ba mingi ni wapende. Na wengine walijisema biko wapende na habako hapo. Njoo wafungulie njia. Hamtaenda tutakutana hapa Bukavu. Hamtaenda tutakutana hapa. Hapana kuchafula mwingine yetu mpaka kwa hii kiasi. Madosie yebo tebeni mko Bulaya mtu. Kila walisemaka kama alikimbia walitamua na ni bongo kio lombe huruma. Amen. Kuya lomba huruma njoo maana mko mnafanyika mko shina shosholo makuku. Mimi nataka kweli mkuye. Tuko tuna maoro yetu huko. Tuna chakula. Niliingia mwa bashene kupenda Bulaya bati. Mbona wazalendo walishaanza pokea? Uvamizi wa mipaka. Bashene garso bako napenda ndio ba mama. Na ba mama wao biko na mapepo bana baitika. Uvamizi mtu bibi ya baba yako wewe unageuka bwanake, unatembea bibi ya baba yako laana. Tusiseme muumba watatufukuza kama mwingine ni yeye. Uvamizi wa mipaka. Baba yako ni pasteri uko nenda kunywa pombe na gari ya baba. Mama yako ni mchakazi unaenda waliwa na wanaume na unavala mango yake mko saadabu. Heshima hakuna. Kiasi kwamba mabinti wanaanza leta waume nyumbani kwao kiasi walale nao, lakini wazazi wako ndani ya nyumba. Inchi imerogwa. Yesu akakuya tafuta mgerasi amrudishie heshima yake. Niko namaliza jioni hii, sitakuwa mrefu. Huyu mtu alikuwa uchi, njoo nilisema nitasimamia sana. Hii uchi ni hizi zambi zenye Mungu mnaonaje ndani. Tu Bwana akusaidie. Rudia na wewe Bwana anakuvalisha mavazi. Mgerasi alikuwa hana mavazi. Mgerasi alikuwa uchi. Lakini alipofika Yesu akamponya. Sikia neno wanasema, aseme uturuhusu basi Bwana
tuingie kati wale manguruwe. Yesu akasema haya, ondokeni. Bakatoka bakaingia manguruwe. Bakatoka bakaingia manguruwe. Ukiendelea unasoma neno hili mzuri, utaelewa ya kwamba Mgerasi alikuwa pale, njoo akaelewa kama anakuwa kabuchi. Tipe wakamvalisha mangu, akatafuta Yesu. Yesu akamwambia hapana, nifuata, waende kule kumwingine, waende utimize sheria. Kisha wende. Akamfukuza. Ile ilikuwa inamaanisha nini? Ilikuwa inamaanisha ya kwamba sheria ya hii mwingine inapesa sur tout le monde. Sasa balishaji kamata bashefi ya sheria, wende bakuone kama haiko sheria ndio ilikuponesha, lakini ni mwana wa Mungu amekupatia uhai. Akamrudishia identity. Hakuna mwenye alipotea kama mwenye Yesu aliacha mpotevu. Hakuna. Na wewe ninakuombea Yesu asikuache mpotevu. Yesu akuoneshe kweli. Yesu akufungue macho. Yesu akusaidie. Usibakie tena uchi. Uvae vazi la heshima. Unaweza vala grasipele na haina heshima. Unaweza vala tiriki na haina heshima. Unaweza enda Dubai na hakuna heshima. Unaweza kuwa na chochote kile hakina ndani heshima. Lakini utakapokutana na Yesu, Mgerasi, utavaa mavazi. Waliokujua mwenda wazimu watajua ya kwamba umepona. Umeokoka, lakini matendo yako na ya zamani, wewe wa zamani na wewe wa pasteri ni ule ule. Ungalo na kunywa mstari, wewe ni ule ule. Mtu akamilike ile siku. Yesu akikufa utakamilika. Mimi nakusii, simama sasa, bado wakati ngali. Nakwambia utabarikiwa japokuwa uko chini ya laana. Utabarikiwa kama utatubu. Sauti yangu itakusumbua maishani. Itakwenda kuambia ule baba alisemaka ya kwamba hakuna mshoga ambaye atamwona Mungu. Nimesikia uchungu, maana kuna makanisa hapa ulimwenguni zinaanza wabarikia. Mimi nimesema Bwana uniokoe nisione hali hii ikiingia duniani mahali nilipo. Wakati itafika mjini Bukavu, okoa roho yangu na mauti ya milele, nipeleke pumzike nyumbani. Kiasi tunaanza ogopa kukufa, tunakuwa tunashindwa kutubu. Mimi nataka nikwambie ya kwamba usipotubu utaangamia. Usipotubu utaangamia. Usipotubu utaangamia. Usipotubu utaangamia. Yesu, haina maana upate kila kitu hapa chini baadaye ukose ufalme wa milele. Na nyie wenye liko wanafungua wanafurahia mnapopata heshima kama madadi, bapasteri, baprofete. Unanyang'anya Yesu watu, unawatashe kwa maisha yako, badisha kwa watu yako, hawako tena watu ya Yesu. Njoo maana mko fambio, na njoo maana magonjwa ya laana haibaache. Achilia watu warudilie Yesu. Baprofete mnabana watu, mnababana kwenu, mnaachilia Yesu, mnamnyang'anya watu. Watu ni watu wa Yesu wanadadi. Achia Yesu watu yake. Achia Yesu watu yake. Dadi, achilia Yesu watu wake. Lo skari ya brosh. Bwana dadi, ulishakula sadaka, hapana kula Mkristo. Bwana dadi, umejulikana kama nabii, lakini Mungu anajua kama unakuwa na madawa. Umeeleweka, tunajua umekuchanja. Umeenda kwa wafumu wa kupatia dawa za unabii, na kuambia unabii zenu zimepigwa muhuri ya non accomplissement. Hata mtabiri tena hayatatimirikaka. Vous allez nous paniquer, mais zéro réalisation. Prophétisez avec Christ. Si vous voulez prêcher, ne laissez pas Christ derrière. C'est Christ qui doit être au centre de vos prédications. Très chers évangélistes, s'il vous plaît, muna mnyang'anya Yesu kanisa, muna yatashe mu maisha yenu.
Ndio maana watoto wenu wanageuka wenda wazimu. Munakimbiza watu, pengine mnaanza mafukuza mkanisa. Bwana mchungaji, nani alikwambia wanafukuza mtu mkanisa? Wewe unaifanya nyumba yako, utaulizwa. Bapasteri ya makanisa zikubwa, mnajipatia ruhusa ya kunyamazisha roho wa Mungu kanisani. Mimi nawaambia leo ya kwamba roho arudie kanisani. Msipoifanya mtamalizika na magonjwa zisizopona, sababu mmemkimbiza roho nyumbani. Eskari ya brash. Ninasikia wazee wa makanisa, niwaambieni ya kwamba msifurahie majina, mfurahie jina zenu ziandikwe katika kitabu cha uzima. Maana wengi kati yenu wana matabia zisizokoma zinazozaa madhambi, wanakaa ndani ya dhambi, lakini sababu wana pesa, mchungaji hakuwatenga. Ninarudia, niambie kanisa la Bukavu ya kwamba Yesu yuaja. Vijana mnaotaka Ulaya, enendeni kwa amani. Wenye kusoma wanaweza enda, lakini njia ya ushoga muikatae, musiitike. Leo tumeona mengi Ulaya. Bwana nipe neema. Kiasi ya kutaka fedha, tunamwacha Yesu. Nani alikudanganya utafute baraka zote za hapa chini kisha ukose uzima wa milele? Yesu turehemu. Yesu turehemu. Yesu uturehemu. Makanisa za Reveil ninawachia, niwaambie ya kwamba angalisho kuzania ya kwamba wale unaowaongoza ni watu wenu, ni watu wa Mungu. Kila leo mkigawanyika, Mungu afurahi. Msifurahie kuwa madadi, kuwa wapasta, kuwa na majina za heshima, lakini mfurahi kama jina zenu zitaandikwa mbinguni. Nilitaka niwaambie, iweni kweli kweli kanisa la Reveil, uamsho tuishi, hapana tuishi vyeo. Nani aliwaambia ya kwamba mtaanza kwa roho mumalize kwa mwili? Kanisa la Bukavu. Kanisa la Bukavu. Nani aliwaambia mwanze kwa roho baada mumalize kwa mwili? Enyi wa politisien wa Bukavu na East Kivu, ninawachia. Kwa nini mumeharibisha mji kuaibika? Tangu mulifanya miaka 5 hamkujenga wala hamkufanya chochote. Utaulizwa. Bwana gavana, haukufanya chochote, utaulizwa. Ulitajirisha watu Kinshasa, utaulizwa. Uliua wengine, njaa, utaulizwa. Unataka toka kwenye guvernema, haukulipa watu, na kuambia ya kwamba tunazilipa kodi, lakini wewe haulipe watu na watumikisha. Maandiko yanasema tout ouvrier mérite son salaire. Wewe unaenda na salaire ya watu, unajenga nyumba kwenu, utaulizwa. Utaulizwa. Ewe coordinateur wa maorganization, unapewa financement, unakamata unajenga manyumba za heshima, watoto watuma nchi za Ulaya, wengine wanakaa katika nyumba za vifaru. Naongea na wewe, pesa ulizojengele manyumba zilikuwa jengo, zilipashwa kuwa franga na matunda ya population juu ya development, ukaweka kwa tumbo lako, atakuuliza Mungu wa Israeli. Ninachia waimbaji wa mji wa Bukavu, niwaambie leo ya kwamba Yesu yuko njiani. Atawauliza, kwa nini mumeokoka lakini uzinzi hamkuacha? Kwa nini mumeokoka lakini wizi bado uko? Wivu na kusema uongo. Kanisa la Bukavu, tutengemane. Tumenyamaza kiasi, haisaidie mji kuendelea. Nani aliwaloga kuwaimbia watu wa siasa, kuambia ya kwamba waendelee, nyie muko nyuma? Na ni kiasi hiki tukabakia nyuma, hatukuendelea sababu tuliwaabudu. Ninatangaza leo, enyi wanabunge wapya, hamutaenda tena mbele, siye nyuma. Tumefunguka macho, tutaenda sote. Mkitumika vibaya, tutawaima manda. Kesho tutaenda kwenye vote, hatutavote
bale bamwizi pote. Kila aliyepokea 21,000 dollars hatutamvote. Kila ancien député abakie chini, taifa lingine liendelee mbele. Kila ancien député, nisaidieni kanisa, tusiwachague, tuchague wapya kwenye viti vipya, kwa kazi mpya na kwa injili mpya. Mtaona hawa watafika, wataitika kupokea dola ndogo, ili wasoda wakule, ili walimu walipwe. Tunavote watu bebiko wanatua. Nani alimwambia kama wanavota katajiri kwa depute jua aende a proteger mali yao? Wewe mtajiri ambaye unakimbilia mu depute juu proteger mali wa milele, na kufungia njia kwa jina la Yesu. Wa milele Mungu anakufungia njia. Kama ni mali ndio unaenda proteger, hautaki proteger population wangu, Mungu anakufungia njia. Ninajua kama una kisu, tunajua kama mnaiua, hamutaniua. Kuna Mungu juu yangu. Tutaopata tena wapi mtu kama huyu ambaye Mungu anakaa ndani yake? Vijana mnaolala na mama zenu, jiheshimieni. Mumebeba laana, njoo maana aksida za babiana Bukavu wazi. Tusimame tuombe. Kama hautalia leo juu ya mwingine, manake au mtu wako. Yesu. Nani malikwambiaka kama mbele uolewe wanapasha jua kabila yako? Yesu. Mtoto wa nani ule unataka oa? Yesu pitié. Na wengine wa pastere ya bongo banaanza jirefere na Biblia. Abrahamu alitumanga wamletee binti kwao. Wewe unasema kwa Abrahamu? Yesu. Uko na koleza ukabila bila kujua. Tafadhali hailombe tujue kabila yako, juu olewe mzuri. Uko na haki, maana Esther aliolewa kwa mfalme Asuero, na wajue kabila lake kama mtu mwenye mjini. Walijua kama ni étranger, lakini akaolewa. Naongea na maestra ya kwamba mtaendelea na mtaolewa pasipo kujua kabila lako. Hallelujah. Naongea na wafalme Asuero ambao wanaonifuata saa hizi ya kwamba mtaolewa na amuko wazibaziba. Mtaoa na mtaoa makabila zenu. Amen. Mwende mfanyikiwe. Amen. Roho ya ukabila imekamata nafasi. Nani malisemaka mushi ndio anapaswa kwa tu gouverneur? Mbona wamushi walishindwa? Munaendelea mnabanana na gouverneur kunini? Jésus. Miaka mnakuwa wa gouverneur plus ya 20 ans na hakuna barabara mlijenga wamushi. Leo ninawajia niwaambie, roho ya upole waingie. Basi wapatie guvernora, lakini waipatie mwingine na nchi endelee. Amen. No skari ya brush. Sina lazima ya kupendwa. Nimependwa na Mungu. Yes. Nimependwa na Mungu. Yes. Nimesema ukweli na mji itapona. Amen. Na mji itapona. Amen. Na mji itapona. Amen. Na jamaa moja inapona. Hallelujah. 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 Kama uko wai mgini, kama uko wai Bukavu, panda kwa maombi pamoja na mimi. Yes. Sikia kuombea lile ambalo Mungu anaweka ndani ya moyo wako baada ya mahubiri.